Bilionea Lugumi leo tumefanya naye exclusive interview na ilikuwa ni shughuli ya birthday yake ambayo ilihudhuriwa na watoto yatima zaidi ya 1000 kutoka vituo mbalimbali. Na mazungumzo yetu yalianzia kwenye sababu ya kufanya shughuli hiyo akiwa na watoto yatima, lakini amekuwa na malengo ya kuwasaidia ama kuwalisha watoto yatima. Na hii amesema ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama agizo. Ni amri ya Mungu. Sio mimi, amri ya Mungu. Mungu ndiye anataka hivyo. Okay. Sio mimi nataka, hapana. Umeanza lini? Maana wengine wanaweza kusema mpaka labda upate ya kutosha, labda uwe tajiri ndio ufanye. Kwako huyu umeanza lini? Toka zamani, na muda sasa hivi. Karibia miaka 20 sasa inafika. Toka nimeanza kupata hela. Okay. Na ni kwa nini toka uanze kupata hela? Sasa ningefanya bila hela. Kwa sababu sisi tunahitaji fedha hiki. Hiki inahitaji fedha. Unaona warembo wenyewe. Acheni kula hizo. Na mpaka sasa hivi una watoto wangapi ambao umewashika? Asa idadi yake ni kubwa. Idadi ni kubwa. Kuna vituo karibu 3 havijaja hapa. Viko Kibaha. Ni vipofu hawaoni. Walikuja nafikiri na kama wiki 3 na wao walikuwa kuweza kuja. Sasa hivi wenyewe wakasema wanaweza kufanyia dua kule kwa tunawatumia vyakula, wanaendelea kula huko. Na mara ya mwisho tulikopo pale siku ile ulikuwa kwenye issue ya magorofa, kulikuwa na watoto zaidi ya 600 kama sikosei, ilikuwa vile. Wanazidi hao. Zaidi 600. Sasa hivi wako 1000 na kitu. 1000 na masikiti. 1500 nafikiri. Watu wanaweza kuuliza wanawezaje hii? Na sasa nimekwambia amri ya Mungu hii. Sio yangu mimi, ingekuwa yangu mimi hapo sawa. Ilikuwa amri ya Mungu? Ingekuwa amri ya kwangu mimi mwenyewe nisingeweza, lakini Mungu mwenyewe ndio anataka bwana. Okay. Ningekuwa nataka mimi mwenyewe tu ningeshindwa. Okay. Na yale magorofa mpaka sasa hivi yamefikia hatua gani? Pita kule sasa, wewe kazi yako ni mwandishi wa habari. Pita ukaangalie. Ukitoka leo kaangalie kule. Nitapita pa. Ukishaangalia sasa wewe ndio kazi yako. Ukitoka hapa kaangalie magorofa yale. Alafu sasa ndio uandike kinachotakiwa. Okay. Maana yake tu hivi nitakwambia mimi nitakuwa nakudanganya. Sawa. Lakini ukipita kule utayaona wewe mwenyewe. Okay. Watu wanakuita Lugumi, wengine wanakuita tajiri. Wewe unapenda kuitwa jina lipi kati yao? Mimi sio tajiri, mimi tajiri Mwenyezi Mungu bwana. Mimi fukara shekhe. Bwana. Mimi fukara. Mimi fukara bwana. Na utajiri gani? Mimi sio tajiri, tajiri Mungu bwana. Watu ndio wanakuita hivyo kutokana na riziki iliyopewa na Mwenyezi Mungu. Wenyewe wananiita, mimi sio tajiri, mimi sina utajiri wote. Mimi fukara bwana. Haupendi kuita tajiri ama? Mimi sio tajiri. Tajiri Mwenyezi Mungu peke yake. Okay. Mimi na nini bwana? Mimi si lolote, si chochote. Nimeona mtandaoni watu wengi wanakufollow, wanakutagi baadhi ya shida zao. Umekuwa ukipata usumbufu sana kutoka kwa mtandaoni? Sio usumbufu. Mimi mwenyewe nasikia raha. Hongera sana kabisa. Kwa sababu ulichonacho sio changu, ni cha watu. Usipokitoa Mungu anaweza akakasirika akakichukua. Ya nini bwana? Bwana. Maana kuna watu wanaanza kuona labda ni usumbufu kwako. Mimi sio usumbufu, mimi naona kawaida. Kabisa. Okay. Labda kwa vijana ambao wanajitafuta na tunajua wewe ni mtoto wa masikini na kufikia hapo ni juhudi zako, una lipi la kuambia? Kwa sababu wengine wanasema sina mtaji, sina nini. Watapata inshallah. Mimi naamini watapata. Okay. Naamini. Okay. Leo umetimiza miaka mingapi? 54. Hongera sana. Asante. Hongera sana. Asante. Okay. Lingine ambalo nimeliona kutoka kwa watoto wengi, unawafahamu majina. Unatumia mbinu gani labda communicate nao? Muda wote. Sinaona wananifuata hao. Mimi ndio baba yao. Bwana. Okay. Na wao sio na raha. Wanacheza na mimi. Bwana. Maki kuna wengine wako wanatamani, watoto ni wengi sana sehemu nyingi. Kuna mara ya mwisho leo kuzungumza akasema swala la watoto yatima swala kwako binafsi, ni la watu pia wengine kuiga hizo nyayo na kuwasaidia watu wengi zaidi. Wapo wengine ambao wanatamani kufika hapa. Inshallah mimi nawaombea dua Mwenyezi Mungu awajalie wafike na wenyewe, watunze watoto, wawasomeshe. Na inshallah Mwenyezi Mungu akiwajalia watafanya. Maana hili jambo sio la kukurupuka. Wapo watu wengi wana uwezo zaidi yetu sisi. Lakini Mwenyezi Mungu hajawapa roho ya kufanya. Bwana. By the way pia mimi nashukuru, mara ya mwisho nilifanya mahojiano pale Chakwama kuhusiana na kituo chao kuungua, lakini nilirudi nikasikia umewapa msaada na umewanunulia gari. Asante sana na Mungu akubariki sana. Wale watoto wangu niko nao. Nimewaona. Nikasema Mungu akuongezee sana. Wapo. Bwana.
Na umekuwa ukizungumza nao, kama ukipata muda wa kuzungumza nao, kwa sababu wengine wanakuja kuwa vijana, unazungumza nao nini na kuambia nini? Tunawatoa, hata juzi tumetoa watoto karibu 80, tumewapa mitaji, tumewapangishia nyumba, tumewanunulia furniture. Sasa hivi wana maisha yao. Akifika miaka 20 tu tunamtoa kituoni, akai tena kituoni. Okay. Bwana. Unafikiria labda baada ya wewe kuanzisha kitu ambacho kitakuwa mwamvuli kwa ajili ya kuendeleza hili gurudumu lako, au neema hii ambayo umeiacha? Hao watakula, mimi nipo sipo. Hao watakula. Unajua bwana, kabla mimi sijatoka Magu kuja hapa, Mungu alikuwa anawapa chakula hawa. Kwa hiyo Mungu ni hata siku nimeondoka mimi, Mungu atamleta mwingine. Wewe hata usiwe na wasiwasi juu ya hawa. Hawa baba yao yuko huko juu anawaangalia, watakula tu. Bwana. Asante sana. Labda kama la mwisho kwa mtoto ambaye amekata tamaa, unaweza kumwambia nini? Asikate tamaa. Unajua Mwenyezi Mungu kila mtu amemleta na sababu yake. Unakataje tamaa bwana? Unataka kukata tamaa. Ni kumwomba Mwenyezi Mungu akujalie basi, na Mwenyezi Mungu ampe umri, na Mwenyezi Mungu ampe nguvu. Bwana. Mzee wangu Lugumi, sasa hivi umebakisha nini kwenye kutafuta katika maisha? Kutafuta nini? Yaani mimi naomba Mwenyezi Mungu anipe maisha marefu tu bwana. Aniepushe na maradhi basi. Kila kitu umeshakishika, majumba, manini, unaweza kusema hivyo? Majumba sio lolote, si chochote bwana. Kwanza roho yako, utu wako. Unaweza ukawa na majumba, unaweza ukawa na hela zisikusaidie. Kuna majitu mengi yana hela lakini mafedhuli tu. Majinga yani mengi. Omba Mungu akupe, hata na wewe Mungu asikupe hela ukawa mtumwa wa hela. Unanyanyasa watu, unadharau watu, unadhulumu watu. Utakusaidia nini bwana? Bwana. Kuna wakati ulitaka uende huko ukajirudisha mwenyewe kutokana na dini na nini? Mimi nimekuja toka kijini kwetu na njaa na matatizo chungu mzima. Ya nini kaanze kudhulumu watu bwana? Au ya nini kaanze kufitini watu? Sihitaji. Bwana. Wasanii wako karibu sana na wewe na wanavutiwa sana na lifestyle yako. Wale wananipenda mimi kwa sababu ya hawa. Okay. Kwa hiyo kuna siku zote tunawaita, wanakuja wanawaimbia hawa. Itategemea na wao wenyewe wanataka nani. Watakao mchagua, mimi namuita, anakuja anawaimbia basi. Maisha yanaendelea. Na sio kwamba ni marafiki zako, labda kuna namna unawasupport. Mimi sina urafiki nao. Wao wana urafiki na watu wao. Mimi urafiki wangu mimi na wao, wakiwataka hao nawaita, pia tunawalipa, wanaimbia watoto basi. Usikilize muziki wa Bongo Flava? Mimi sina hata muziki yangu. Kabisa. Ni mtu wa zamani bwana. Mimi napenda muziki ya TMK. Nawapenda wale nani? Tundamani. Tundamani. Na kina Madi. Na kuna Madi. Sisi watu wa zamani bwana. Mimi mtu wa Tip Top. Mimi mtu wa TMK. Mimi mtu wa nani? Hao wasanii wa zamani. Unaona bwana? Sisi watu wa Daskendo Hara. Na East Coast. Dubai East Coast ndio watu wangu mimi bwana. Bwana. Ulikuwa unaimba kabisa, unaenda kwenye show kabisa? Watu wangu wale. Bwana. Ulikuwa unaenda kwenye show kabisa? Kabisa. Ala. Mimi wa zamani. Nimekula Krismasi nyingi mjini Dar es Salaam hapa. Unajua wengi kwa sababu sasa hivi haushare hivyo vitu, wanahisi labda ni mzee fulani wa majuu ambayo kuwahi kushiriki vitu kama hivyo. Sasa hivi nimefungwa rafiki yangu, nimefungwa nao matajiri zangu, kwa hiyo siwezi hata kujirusha bwana. Bwana. Shukrani sana. Asante sana. Asante kwa muda wako.